sababu za imani kuchoka katika majira ya kusubiri. Sababu ya kwanza ni muda wa Mungu kutoendana na majira ya mwanadamu. Muda wa Mungu kutoendana na majira ya mwanadamu. Kwa nini? Kwa sababu kila ambacho unakiamini leo sio kila ambacho Mungu anataka kufanyia. Okay. Otherwise uwe na mawasiliano mazuri na Mungu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumwomba Mungu akupe gari mwaka huu alafu hujapata, haimaanishi kwamba Mungu hajakusikia. Kumwomba Mungu akupe nyumba mwaka huu alafu hujajenga, haimaanishi kwamba Mungu hajakusikia. No. Kumwomba Mungu akupe mtoto mwaka huu alafu hujapata ule mtoto, haimaanishi kwamba Mungu hajakusikia. Hapana. Kumwomba Mungu akupe marafiki bora mwaka huu, haimaanishi kwamba Mungu hajakusikia. Hapana. Trust me, yani niamini ninachowaambia. Haimaanishi kwamba Mungu hajakusikia. Ila tu kwa mvumilivu. Endelea kumwomba Mungu. Endelea kunyenyekea. Subiri. Kuna kitu ambacho anakiandaa kwa sababu yako. Surprise ya Mungu kwako huwa inakuja na majira. Kwa hiyo majira ambayo wewe yameandaliwa kwako, Mungu ndiye anayajua. Miaka 1000 kwa Mungu ni sawa na siku moja hii kwa mwanadamu. Bwana asifiwe sana. Sasa kama iko hivyo, usoma nafikiri waraka wa pili wa Petro mlango wa 3:8 ndio unaona hicho kitu. Kwa kila ambacho unakitegemea, yani siku moja haujakiona, Mungu anaweza kufanya muda wote. Yani elewa jitu kwamba saa yote na majira yote Mungu anaweza kubadilisha chochote kwako. Yani muda wote ule na siku yote Mungu anaweza akabadili historia yako. Amina. Saa yote ile, hata leo, hata kesho, inawezekana Mungu kubadilisha familia yako. Uelewe hivyo. Kwa imani yako haipaswi kuchoka kusubiri. Hapana. Mungu hatakiwi kupelekwa kama mwanadamu. Hapana. Unasaliwa ni naye taratibu anavyotaka yeye. Yeye ndio mwenye navyo, sio wewe. Ukitaka kujua kana matajiri, afu muombe kitu, anaweza kuzungusha. Mwisho wa siku akupatie unachokitaji. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndio mwenye nacho, si ndio? Maana yake hataki kupelekeshwa. Sasa kama ukimpelekesha Mungu ambaye amekupa neema, Mungu ambaye amekupa baraka, Mungu ambaye amekupa kibali, unategemea ufanyikaje? Jambo ambalo sio rahisi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo umesubiria kwa muda sana, mwaka mzima mpaka imefika mwezi wa 12, haimaanishi kwamba Mungu hajakusikia.